naitwa Habiba Hassan. Jana tulikuwa huko, tuliomba mkubwa gari, akatusaidia, tukabeba vitu mara moja. Wakati tulibeba vitu mara moja na ambayo kwanza vitu ya kwanza, baba yangu mdogo alipigwa risasi kwa hiyo kijiji. Sasa yuko hospitali Kerwa. Tukaacha boma yetu yote hivyo. Kutoka hiyo siku mpaka sasa ilikuwa tunaomba gari ya serikali tuhamishe. Jana ndo tulisaidika, tulipata gari. Penye tulipata gari ilienda kutuhamisha. Driver akabeba vitu, hiyo ngine akazima simu hakuturudia. Ikiwa tunakaa hapo hivyo, tukaanza kufamiwa kwa boma. Ndugu yangu ako na miaka 15, aliwawa. Baba yangu mdogo ako hospitali Kerwa. Hali yake ni mbaya. So tunauliza, wako na serikali peke yao, sisi hatuna serikali. Kitu ya pili, ile kitu tunauliza haswa, mwenye alikuwa anatubeba hiyo mzigo ni askari. Kama ni serikali anazima simu, hawezi tutoa hata msituni, anatuache kwa msituni. Ile uchungu wangu kubwa niko nayo ni hiyo. Majina naitwa Dr. Mahmud, Chief Officer Health Isiolo County. Leo ni siku ya huzuni sana. Sisi kukuja hapa pale pa mazishi kuja kuzika kijana mdogo wa miaka 16. Na hii hali imekuwa rampant, imekuwa mingi. Saa hii tukiongea kuna mmoja ambaye alipigwa juzi kichwa na risasi iko ndani ya brain na kwa hospitali ya Kerwa. Kuna mwingine juzi alipigwa hapa Gambela na risasi imepita hapa kwa shingo, iko hapa General Hospital Isiolo. Leo hii tunazika mdogo. Kwa hivyo hii mambo ya kifo na mambo ya vita imekuwa mingi sana. Sisi tunajaribu sana kwa sababu kila wakati tukiamka tunaenda kuchukua majeruhi wale wamepigwa risasi. Mara kwa mara tunaambia mtu amefariki, tunaenda kufanya postmortem. Tumechoka kufanya postmortem ya watu wa Isiolo. Na tumechoka kuchukua majeruhi ambaye watu wanapigwa kwa sababu ya mifugo, na hii ni mambo ambayo inahuzunisha sana. Na kwa niaba ya serikali ya county na kwa niaba ya governor wa Isiolo, ningependa kuambia wananchi wa Isiolo poleni sana. Serikali haitalala, itajaribu kufanya kazi yake, na tunapenda kufikisha rambirambi zetu kama serikali kwa family ambayo kijana ambaye wamepoteza uhai wake, na nina hakika majibu ya wale ambaye majambazi wamefanya kazi, majibu itapatikana. Yangu ni hayo machache, asanteni sana. Ambaye bajeti yake ya National Police Service peke yake 2025-2026 ni 125 billion. Out of that 125 billion, kitengo ya ujasusi iko na 51 billion. I want to put a direct question to Nuruddin Haji. Hiyo pesa ya National Intelligence Service, kwa sababu hii uvamizi inatekelezwa na uhalifu. How comes Intelligence Service, ujasusi ya hii nchi, hawajui ni akina nani wanavamia raia? Because ukiangalia hii county, it is a county that is under siege. Kwa sababu ile kitu inaendelea ni terror. Hii hatuwezi sema ya kwamba ni bandits. Kwa sababu watu wanatoka kichaka wanavamia ndani ya Manyata ambaye iko kwa CBD ya Isiolo, na wanaumiza watu, wanaenda na mali, wanasababisha vifo. So where is that money? Kwa sababu intelligence will fail, National Police Service will fail. So hizo pesa zote ziko wapi? Kwa sababu Murkomen alikuwa initiative inaitwa jukwaa la usalama. Kwa nini hiyo hatuoni matunda ya hiyo jukwaa ya usalama? Because ukiangalia we have security personnel, mpaka tuko na extra tunatuma nchi za ngambo. Mohamed Abdullahi kutoka jamii ya Somali. Kusema kweli sisi ni citizen ya Kenya, lakini wale hui tunakaa kama sio citizen ya Kenya. Tunauawa kila siku watoto tunauawa,
watu karibu 95% ya hii makaburi ni watu kuuawa na kuchukuliwa mali yao. Zaidi ya hii hatuwezi kuvumilia, tumevumilia ya kutosha. Hata tumeisha kwanza, hata hakuna kitu ya kuvumilia, tumeisha. Sasa ile kitu iko. Serikali kuu tunataka. Ruto tumechagua. Itakuwaje tunapigwa na kabila moja kila siku? Itakuwaje? Hatuwezi kubali hiyo. Mahali tulikuwa tunaishi ambaye ni boma yetu tumehamishwa, sasa hii hatuna mahali. Sisi ni kama refugee. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. And this the end of this. Hatuwezi kubali. So kile kitu tunataka serikali. Baada ya wiki moja kama hamtachukua hatua, kusema kweli sisi hatuwezi kuvumilia zaidi ya hii. Sasa tunangojea watoto washukule kwa ndani manyumba. Hatuwezi kubali, mali imeisha, hatuna mali dakika hii. Kwa hivyo serikali tunataka washukulie hii kitu hatua. Hatuwezi kubali. Fatuma Mohamed, mimi ni kabila wa Somali. Mimi shida yangu ambayo inatusumbua hapa sisi kama Wasomali, jamii ya Wasomali, hatuna raha. Raha tumekosa kitambo, tumekosa mabwana, tumekosa watoto, tumekosa mali. Imefika hata kiwango la sasa imewao watoto wa shule. Leo hii ni wao watoto miaka 15, kila siku ni hivyo, serikali anaona. Nauliza serikali kitu moja. Kwani sisi ni refugee, hatuko chini ya bendera ya Kenya? Kwa nini serikali iko na macho mrefu ya kuona? Mbona serikali haina macho ya kuona sisi vile tunahangaishwa? Mbona haoni vile tunatandikwa? Mbona hawa wengine wanapelekwa na serikali, wanapelekwa na gari, wananunua rashi, wanachungwa kama kitu kingine? Kwani sio binadamu? Sasa sisi wa Somali tunaona ni kama kura yetu inatuua. Hiyo kura yetu ndio imekuwa bunduki yetu kwetu. Kwa sababu kutoka juu mpaka chini tumewajenga. Ikiwa tumewajenga na tupate usaidizi, tutaenda wapi? Nauliza Rais Ruto, hii sio maisha ambayo sisi wa Somali tunaishi ndani ama Waborana ama Wameru. Hii ni maisha ambayo tunakaa ndani, mahali imefika. Wamama watakuja kuwawa ndani ya nyumba, hatuna raha hata kidogo, hatuna amani. Amani tunakosa, kila kitu tunakosa. Hata ukiongea maneno yote haifiki mbali. Tunaongea tu na hakuna mtu anaturushia majibu. Kila siku tunatoa maspiki hivi, kila siku tunaongea hivyo na hatuoni mabadiliko yote. Watu wako na bunduki, sisi wa Somalia hatuna bunduki. Hata jina naitwa Said Muhammad Hassan. Kwanza shukrani zote ni ya Mwenyezi Mungu. Leo sisi kama jamii ambayo ni wakaaji wa hii kaunti ya Isiolo tuko na huzuni. Sina mengi la hata kusema kwa sababu siku 3 mfululizo tulikuwa na shida mbalimbali. Leo tumezika mtoto mdogo. Juzi pia kuna kijana ambaye alipigwa mahali hiyo mtoto aliuliwa jana. Na hiyo mahali ni hapa karibu, ni kilomita 3. Ni ndani ya town. Na hizo maneno mpaka saa hizi hakuna mwanasiasa yoyote ambaye amezungumzia hizo shida ambaye tuko naye. Hiyo shida yetu inaonekana inatuudhi sisi tu, hakuna mtu mwingine ambaye anazaudhi. Na pia wale wajambazi ambaye wanakuja kufamia sisi, jana walifamia mahali 4. Watu waliitana kutoka mahali mbalimbali, wanataka kuhamisha hii wa jamii. Hii ni kitu ambaye siasa pia iko ndani, sio uhalifu peke yake. Hii watu wako na silaha ambaye hata jana maaskari walishinda kufuka kutoka hii daraja mpaka hata hii maiti tulishinda kubeba. Kwa hivyo sisi tunaomba rais, kwa sababu sisi hatuna viongozi. Hakuna viongozi ambaye anaweza sikia uchungu pamoja na sisi, kwa sababu tangu jana hakuna viongozi ambaye amejitokeza na ameongea hii shida zetu. Ni kama ni Isiolo hakuna shida. Isiolo mimi leo naongea hapa iko na shida. Usalama imetoka kwa mkononi. Mashule mingi imefungwa. Kambegarba kuna ambaye siku 3 watoto wajasoma. Hapa LMD ni namna hiyo. Kila mahali bula pesa ni hivyo. Unasikia? Kila siku tunalia. Hii kaburi 90% ni wale wameuawa. Tangu mahali yetu yote inaenda. Mara kivita bande hii hakuna kurudishwa. Na watu hapa kifanya kidogo, iko helikopta, iko faro napiga watu. So kwa hivyo serikali naona analia bande moja, anahamisha wengine. Kwa hivyo sisi tunaomba rais yetu Ruto, sisi tumehangaishwa ndani ya Isiolo, kabila zote, iko jirani yetu kabila moja anahangaisha Wamero, Borana, Wasomali, sisi hatukai na salama Isiolo. Kwa hivyo mimi naomba serikali achukue hatua. Sasa tumevumilia zaidi kama serikali bana, kwa sababu
wakubwa yote kwa hapa, county commander kwa hapa, county commissioner kwa hapa, kila mtu na mali anachukuliwa na faro kwa hapa, mali naenda kila siku. Imekuwa ATM ya watu siku na mchana, semekane kwa mali ya bure, watu kutoka Baringo, Laikipia wameshikana na hawa wanamaliza mali yetu. Sasa tutakubali tena? Hii ndio misho. Mimi nasema hivyo sasa. Kabila mbili amehangaika na Borana, hakuna mtu mbao naishi Kambi Garba analala salama. Takwa alali salama, alamdi alali salama, na serikali hiko. Tunaomba serikali ya kaunti hii asaidie maisha hii kubadilika. Na sisi nyuma ya saa hii leo ndio misho ya kulia Somali Borana.